na kuamua kuwekeza mawazo, juhudi, fikra kuhakikisha kwamba mafundi tunaenda kupata chombo chetu, mafundi tunaenda kuungana na tumeamua kuacha usingizi ili sisi tuungane kwa pamoja kujadili mustakabali wa mafundi katika taifa letu. Naomba tujipigie makofi. Kwa kweli ni jambo la furaha kwetu, kwani niseme tu ukweli, toka tupate uhuru, toka kuumwe misingi ya ulimwengu wetu, watu pekee ambao tumejisahau ni sisi mafundi. Lakini sasa leo tuko hapa kwa furaha na kwa matumaini makubwa mbele za taifa letu, lakini mbele za Mungu wetu. Naomba tupigie makofi tena. Ndugu zangu, nipende kuwakaribisha, karibuni sana, na niseme tu niombe radhi kama mwenyekiti kwa niaba ya kamati, kwa niaba ya viongozi wangu. Pengine tulipanga tuanze saa 2 asubuhi mapema, lakini tunajua mpaka saa 3 asubuhi watu wanaingia kutoka mkoani. Kwa hiyo ilitokea changamoto ya kubalansi muda na jiografia ya mazingira, na nafikiri changamoto hii iwe sehemu ya kutukumbusha tena sisi kama mafundi wa nchi yetu kwa fani zote zilizokuwa hapa, tunapaswa kukimbia kwa spidi kubwa sana. Nasema haya leo hii tukiwa kwenye ukumbi wetu, sisi mafundi jamani, tumeshindwa ardhi ya mbili kwa kujenga jengo kama hili la makao makuu. Hatujashindwa, tutajenga wenyewe, tutafanya kazi wenyewe, mafundi umeme wenyewe, tainisi wenyewe, rangi wenyewe, CMT wewe, fundi bao wenyewe, kupakua wenyewe, sina elewa. Kwa hiyo nafikiri kwetu isiwe sehemu ya malalamika ama ya kujisikia vibaya, bali ni sehemu ya kuwaza kwamba hii ni fursa ya kufanya maamuzi magumu kupitia kikao hichi au semina hii ya leo ambayo tumetukutanisha, kuhakikisha kwamba vikao vinavyoendelea kuanzia leo kwa maamuzi magumu, iwe taifa iwe mikoani kwetu, basi inakaa sehemu ambayo tunaimiliki kama mafundi, na sisi tuweze kusema ile heshima ambayo tunaitarajia basi iweze kuonekana kupitia sisi wenyewe. CMT oye! Sauti ya mafundi, mshikamano wa mafundi. Nafikiri nilikuwa natoa basha kidogo na utangulizi kidogo, alafu tutapata ratiba hii. Uzuri ilikuwa tunywe chai kwanza, tuje tuanze na kipindi cha chai. Sasa watu tumeanza chai kama ndio kipindi. Kwa tusaidia ratiba hii, tutasikia muda wetu vizuri, nafikiri hatutayumba. Tutazingatia tu muda wa kula. Kwa hiyo ndio tutazingatia, hatutachanganya. Shakwatiani basi tutatoa hizo zote zinaweza kushika kwa sababu wapangaji na wawaji sisi wenyewe. Ndugu zangu, kama sasa watu wakifunguliwa niwaweke katika mstari mmoja. Ndugu zangu, mimi nafurahi sana. Kuna watu tunazaliwa kuja kuonana, uongo kweli? Jamani, kuna watu hapa toka tuzaliwe na isingekuwa senti mpaka tuondoka duniani tusingekutana, uongo kweli? Kwa kama tukutana tuseme kuna hapo mezani, sema kurudiana, fani yetu moja, taaluma yetu moja, tusalimiane na tuwe na furaha. Siku hiyo ni siku ya furaha sana kwa sisi, kwa sababu ndio kweli. Ndugu yangu wa Iringa na ndugu yangu wa Songwe wakikutana lini? Wakaana hotelini moja, wakaambia kwa chai moja, sisi kama wafundi. Ni kweli kitu cha historia kwetu ni kidogo sana kwa macho ya nyama, lakini kwenye utukufu wa Mungu ni kitu kikubwa sana, kwa sababu sisi sote tunawakilisha mikoa. Hata kama ni mtu mmoja ni kitu kikubwa sana, hata thamani sana. Kwa hiyo mtambue hilo. Lakini ndugu zangu, pia
tutambue umuhimu wa nafasi zetu kwenye mikoa. Tunatoka katika ufundi tunakuja kwenye uongozi wa mafundi. Kwa tutambue hivi kutoka kwenye mikoa yetu, na wewe ndio mfundi kamili hapo ulipo, na wewe ndio kiongozi kamili wako. Kuwa na mafundi 100,000, kuwa na mafundi 200,000, upo hapa kwa ajili ya kufundisha wao kwa kada zote kwenye mikoa yako. Kwa ukika hapo kikao hichi, usiwaze kama wewe peke yako pale kijijini kwako na mjibu wako unashindana na mwenyekiti wako wa mtaa. Waza kama mkuu wa mkoa wa eneo uliotoka. Waza kama afisa utumishi wa mkoa wa eneo uliotoka. Waza kama mkurugenzi wa mkoa wa eneo uliotoka. Waza kama katibu tawala tawala wa mkoa uliotoka. Niseme tu ni sawasawa na mwenyekiti wa chama cha walimu wa mkoa wako, sawasawa na mwenyekiti wa chama cha wanasheria wa mkoa wako, sawasawa na mwenyekiti wa chama cha wakulima wa mkoa wako, au sawasawa na katibu wa chama cha wakulima wa mkoa wako, au sawasawa na mwekazina wa chama cha walimu wa mkoa wako. Tutapokaa tujadili katika muktadha na katika mawazo ya ukuu ndani yetu kutoka maeneo tuliotoka. Si mimi niliyowachagua nyinyi, bali ni Mungu ndiye aliamua wewe nafasi hiyo. Kwa namna yote ukichaguliwa, ni Mungu ndio kaamua wewe uwe hapo, na ana makusudi yake wewe kuwa hapo. Kwa hiyo kwa haya na ruhusa zetu zinaendelea, mjisikie comfortable. Mtu kasema mjisikie kama mko nyumbani, mjisikie kama mko Dar es Salaam. So wewe Katavi sijaona, Katavi umefika? Katavi huko bado hapo jana. Okay. Kwa hiyo mjisikie kama tuko Dar es Salaam. Sawa ndugu zangu. Hapo ndio mjisikie kama tuko Geita hapa.